tunakuja na tukio kubwa sana katika viunga vya jiji la Mwanza, mbio za kiutalii zikiambatana na shughuli za utamaduni hapa jijini Mwanza kwa siku 3 mfululizo, kuanzia tarehe 27, 28 na kilele tarehe 29 mwaka 2025. Utalii wa mbio hizi hapa Mwanza kwa mwaka huu zitajumuisha watoto, wanafunzi, walemavu kwa makundi yao, viongozi wa daraja la kwanza ndani ya mkoa wa Kanda ya Ziwa kwa ujumla wake, makundi mbalimbali ya mazoezi Kanda ya Ziwa, wamama wajawazito, na hii itakuwa ya aina yake, na wananchi mchanganyiko kwa ajili ya kuziimarisha afya zao, maana kukimbia ni sehemu ya mazoezi muhimu kwa uimara kwa afya zetu. Mazumuni makubwa ya mbio hizi ni kutangaza vivutio vya kiutalii na fursa ya kiuwekezaji zinazopatikana katika jiji la Mwanza ili kukuza uchumi wa Kanda ya Ziwa na taifa kwa ujumla wake. Kila mbio itakuwa imebeba ujumbe mahususi kulingana na uhalisia wa vivutio na fursa zake zilizopo kiuchumi. Tutatumia mbio hizi kuhamasisha wananchi wote kujitokeza, kujiandikisha, kushiriki uchaguzi mkuu wa nchi hapo mwezi Oktoba kwa amani. Zawadi nzuri kwa kila kundi zimeandaliwa. Wakati wa kuzindua rasmi zitatangazwa ili kuwavutia watu wengi zaidi kushiriki, maana tunakusudia kuwa na zaidi ya watu 2000 katika tukio hili. Wananchi na wapenda maendeleo kupitia sekta ya utalii na utamaduni wa mikoa ya Simiyu, Mara na Shinyanga watakuwa sehemu ya tukio hili kihistoria litakalofanyika hapa Mwanza. Mjamzito hatakiwi kufanya mazoezi magumu sana kwa sababu ya hali yake, atafanya mazoezi mepesi kama mazoezi ya kutembea. Na mazoezi haya ya kutembea mjamzito anaweza kuyafanya ndani ya dakika 20 mpaka nusu saa. Anatembea taratibu akiwa na viatu tu vya mazoezi vya kawaida, atembee sehemu ambayo ni salama, sehemu ambayo haina mashimo, sehemu ambayo inaweza kumsababishia madhara yoyote. Kwa mjamzito anaweza kumbe akajitengenezea utaratibu wa kufanya mazoezi katika maisha yake, katika safari yake ya ujauzito ili kuweza kuweka mwili vizuri. Sasa kuna faida gani sasa huyo mjamzito tunaposhauri kwamba mazoezi ni sehemu ya huduma yake wakati akiwa mjamzito? Mazoezi yana faida. Kwanza yanaimarisha mwili wake, yanamfanya anakuwa yuko vizuri. Lakini pili, yanasaidia mzunguko wa damu na kuzuia magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Kwa mfano hizo pressure, lakini yanazuia sukari kwa wajawazito na yatamsaidia kupunguza uzito. Kwa hivyo mazoezi pia ya kutembea yanaweza kumsaidia mjamzito kupata usingizi mzuri, kwa sababu pia tunatamani aweze kupumzika na kulala. Kwa hivyo mazoezi haya yatakuwa ni chachu kwa wajawazito wote, wasilale tu. Tunashauri wafanye mazoezi mepesi kwa ajili ya afya zao. Bodi ya Utalii Tanzania inatumia michezo kama mkakati wa kutangaza utalii nchini, kwa sababu kwanza michezo ni uchumi, michezo ni afya na michezo ni utalii. Michezo ni utalii kwa sababu michezo inahusisha wananchi au watu kutoka sehemu moja kuja sehemu nyingine. Na tunategemea katika tukio hili kubwa la utalii watu watatoka sehemu mbalimbali za Tanzania na mikoa mingine kuja hapa Mwanza. Kwa hiyo kwanza mkoa wa Mwanza utapata uchumi, mkoa wa Mwanza, watu wa mkoa wa Mwanza watafanya mazoezi, itakuwa ni afya na watafanya utalii. Na wakati wa mbio, Bodi ya Utalii Tanzania pamoja na Wizara ya Maliasili na Utalii kwa ujumla tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba kipindi mbio zinaendelea na kabla ya mbio tutafanya shughuli mbalimbali za utalii ikiwemo maonesho katika uwanja wa Nyamagana, na pia tutaandaa vifurushi mbalimbali vya utalii kwa ajili ya watu wanaotoka sehemu mbalimbali kuja katika mkoa wa Mwanza waweze kupata fursa ya kutembea vivutio vya utalii tulivyonavyo hapa Tanzania na Kanda ya Ziwa kwa ujumla. Mbio yetu itakuwa na kilomita 2.5 ambao tumeiweka mahususi kabisa kwa ajili ya kina mama wajawazito pamoja na watoto. Tutakuwa na kilomita 5 ambao tunasema ni fun run, na kilomita 10 ambayo itakuwa ni ya ushindani, kwa maana kuna watu ambao watapata zawadi katika hiyo kilomita 10, na kilomita 21. Kwa ni mbio 4, 2.5, 5, 10 na kilomita 21.
Nitumie nafasi hii kuwakaribisha na kuwaomba sasa Watanzania wote kwa pamoja muweze kujiandaa kwa ajili ya mbio hii ambayo tutakuwa na siku 3 za burudani kanda ya Ziwa, tarehe 27, 28 na 29, ambayo itakuwa ndio kilele cha mbio yetu hii ya Lake International Tourism Marathon katika uwanja wa Nyamagana hapa jijini Mwanza. Kwa majina naitwa Amani Juma Isa, natokea mkoa wa Mwanza. Ya kwanza nashukuru sana waandaaji hawa na wameleta haya mashindano kwa muda mwafaka. Nimejiandaa vizuri sana na nataka nikimbie kilomita 2.5 na nitashika namba 1. Naambia wazazi walete watoto wao kwa wingi sana, watu wote tushiriki na haya mashindano. Mbio ni pesa, mbio ni mahusiano kwa watoto. Kwa sisi wakimbiaji ni fursa. Kwa nini ni fursa? Kwa sababu mbio ni muunganiko wa watu. Tunakutana na watu wapya, tunapata wanasema fursa, tunakutana na mtu, mnabadilishana maneno, namba, mwisho wa siku inakuwa ni biashara. Kwa hivyo hii ndio kuja Mwanza kwetu sisi ni faraja kubwa sana. Pili, imekuja na package tofauti. Tumeshazoea kukimbia, tunakimbia mbio za kawaida tu kilomita 21 wanaume na wanawake, lakini sasa hivi kuna package mpya wanasema wajawazito wanahusishwa kukimbia. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo vinaitwa tofauti na mbio zingine. Nipende kusema wajawazito wajitokeze, wasiogope, kwa sababu kama mtu wa afya alituambia watapangiwa umbali wao kufanya mazoezi. Kwa wakimbiaji wa kawaida, jamani, mbio ni ya ushindani. Nafikiri wamesema zawadi zitatangazwa baadaye, na maana kwamba mbio ya ushindani itakuwa ina mshiko. Watu wajiandae, wafanye mazoezi kwa nguvu kabisa.